Huwa yeyote mwenye maono huwa anajizuia na vitu vingi kwa sababu ana kitu anachokiona. Na kila mtu ambaye ana maono ya kwenda mbinguni lazima ajizuie na upana wa vitu vingi vitakavyokuzuia usimwone Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ukitaka ingia kwenye ufalme wa mbinguni, una gharama zake za kujikana. Na leo ni siku ambayo tunakuja mbele ya Mungu kwa shukrani ya fungu la 10. Yamesema shukrani ya fungu la 10. Ninatamani kukumbusha, sio kufundisha. Natamani nikumbushe, kuna ugonjwa wa ajabu sana ambao unatembea na wanadamu, kujisahau. Yaani wakati mwingi tuna tabia ya kufanya nini? Kujisahau, lakini sio kwamba hatujui. Kwa hiyo nitazungumza kidogo sana kwa muda mfupi sana kwa ajili ya kitu kinachoitwa sadaka, au yule jambo ambalo tunalifanya leo nusu mwaka. Na ndio maana nimesoma ule mstari wa kitabu cha Luka. Haya ni majibu ya Yesu kwa watu ambao walikuwa wanatoa. Kiangalia ule mstari wa 42, anasema, lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Ili wapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha ya pili. Umeona hapo mstari huo? Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha ya pili. Ndio maana nasema, lakini toweni sadaka vile vya ndani. Sadaka yoyote inapotolewa kwa Mungu ni muhimu iwe imesukumwa na sababu ulioiona wewe kwamba ninapaswa kutoa. Kuna tofauti ya kutoa na kuchangia. Kuchangia ni mchango mnaopatana, lakini sadaka ni tendo unalopaswa wewe kuona jambo Mungu alilofanya kwako, ukaona sababu ya kumshukuru kwa matendo makuu. Jamani, haleluya. Lakini sadaka ni agizo toka Mungu kuja kwa mwanadamu. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima kuwe na msukumo wa ndani. Na ndio maana anasema toeni sadaka vile vya ndani, na tazama vyote vinakuwa safi. Kwa hiyo kama vya ndani vinapishana na vya nje, vya ndani vinaharibu. Vya ndani vinaharibu. Jamani, vya ndani vinaharibu. Kwa hiyo kama ni sadaka, ni wapi? Ndani. Alafu tazama vyote vinakuwa safi. Kwa hiyo tunapotoa sadaka, lazima kuna kitu kinachokusukuma ndani kwamba kwa namna hii lazima niende mbele za Mungu kwa kiwango. Ndio maana Biblia inasema hivi, toeni sadaka. Kila mtu na atoe kwa kadiri. Yamesema kwa kadiri. Hilo neno kadiri ni kiwango cha baraka aliyokupa. Yaani ni lazima humu ndani uone kiwango cha Mungu nitunza, kiwango cha Mungu kunipigania, kiwango cha Mungu kufanya, kiwango cha Mungu alikonifikisha. Lazima nifanye kitu fulani. Jamani, haleluya. Kila mtu na atoe kama awezavyo, akuishia hapo, kwa kadiri ya baraka Mungu aliyokupa. Kwa hiyo utoaji wa kimungu ni kiwango cha baraka ulioiona wewe kwamba kwa namna Mungu alivyonitendea, sihitaji kufananishwa na mtu yoyote.
ninahitaji kujitazama mimi na Mungu aliyenibariki. Sihitaji kuangalia huyu anatoa nini, sihitaji kuangalia huyu anafanya nini. Nahitaji kumwangalia Mungu ambaye ameniachilia hiki kiwango cha baraka katika maisha yangu. Kwa hiyo ninaenda kwa kiwango cha baraka. Utoaji wa kimungu ni wa kiwango cha baraka Mungu aliyokupa wewe na Mungu. Unakuja kwa Mungu ukisema, mimi kwa namna Mungu alivyonifanyia ninaenda. Jamani, namna likutengenezee namna ya kuja kwa Mungu kwa namna Mungu alivyo kutendea. Mwezi wa kwanza kuna watu ulianza nao, wapo. Mwezi wa pili wakaruka na wewe, wapo. Mwezi wa tatu kuna mtu aliyekuja na wewe, hayupo. Mwezi wa nne kuna watu walienda nao, wapo. Kuna mwezi wa tano kuna watu ulivuka nao, wapo. Mwezi wa sita kuna watu uliingia nao, wewe umo. Kumwambia usipoona hili unahitaji kwenda hospitali. Yaani kama watu wengine wakienda hospitali kwa sababu ya matatizo walio nayo, na wewe tafuta hospitali ya kwenda. Ukafikiri kwamba ni kwa sababu ya nguvu, ni kwa sababu ninaweza. Unahitaji kufanya kitu cha ziada kwenye maisha yako. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mwangalie mwenzako usoni. Mwambie, leo tunakuja mbele ya Bwana kwa ajili ya fungu la 10. Sasa ninapofika kwenye fungu la 10 lina mijadala mingi, lakini mijadala hiyo Smith iko nayo. Tutahitaji kujifunza kwa mtu mmoja anaitwa baba wa imani. Naomba nishuke hapa. Nimesema baba wa imani. Huyu baba wa imani kuna matendo makuu Mungu alimfanyia. Haya matendo makuu Mungu aliyofanya, alikuwa na ndugu yake anaitwa Lutu. Nimesema Lutu. Huyu ndugu yake akatekwa, yeye na vitu vyake vyote na wake zake na kila kitu. Ibrahimu alipopata taarifa, akachukua vijana, akaenda vitani kupambana ili amuokoe ndugu yake na vitu vyake. Alipotendewa muujiza Mungu aliyoufanya, akaweza kushinda ile vita na kumkomboa ndugu yake. Cha kwanza, akaja wakati anatoka, anakutana na Melkizedeki, kuhani wa Mungu aliye juu. Melkizedeki akisoma kwenye Biblia, kwa wasomaji wa Biblia wanajua ni nani. Jamani, haleluya. Alipokutana na Melkizedeki, kitu cha kwanza alichofanya, alitoa fungu la 10 la vitu. Yamesema vyote. Yamesema vyote. Ibrahimu ni baba wa nini? Akatoa fungu la 10 la vitu vyote. Watu wa Kengereka mpo hapa? Jamani, watu wa Kengereka tuko hapa. Unaona Mungu alichofanya kwako, alivyokutetea, alivyokupigania, alivyofanya kwa ndugu zako, alivyofanya kwa watoto wako. Sijui kama uliona, sijui kama unaona, lakini kile ulichokiona na kile Mungu alichofanya ndicho kinachokusababisha uje kwake kwa kiwango alichofanya. Kuna watu ambao hawasikii. Jamani, haleluya. Kile kitendo cha kufanya kwa kiwango Mungu alichofanya kilimfanya Ibrahimu awe baba wa imani, lakini kile kitendo alichofanya kwa Melkizedeki kiliweka agano la kumcha Mungu kwa kila kizazi. Mpaka vizazi vingapi? Nimesema 4. Nimesema 4. Nimesema 4 tena. Jamani, haleluya. Ninaomba watu 4 waje hapa. Namaliza. Watu 4 waje hapa. Sikuambii toa hela. Yaani hicho ameshasema nyaka ambashute elehi. Sikuambii toa hela. Jamani, haleluya. Alafu jipangeni mstari kuniangalia mimi. Kila mtu akae nyuma mwenzake.
Naomba Mdiakoni Amboe uje na Biblia yako. Aha. Njoo basi hapa. Njoo simama hapa. Angalia hao watu. Haya. Hata kama utaelewa kwa kuhubiri, si utaelewa kwa vielelezo. Vielelezo ni kielekezi. Hawa ni watu wanne. Huyu ni Melkizedeki. Sawa Amekutana na nani? Na Ibrahimu. Ibrahimu alipokutana na Ibrahimu huyu anambariki huyu na huyu anatoa kwa huyu, si ndio? Akatoa sadaka kwa Melkizedeki. Melkizedeki ni mfano wa Mungu na mfano wa Yesu. Ndio maana ametoa mkate na divai. Maana yake damu ya Yesu na mwili wa Yesu akampa. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Alipompa huyu, wakati Ibrahimu anakutana na Melkizedeki, hawa hawajazaliwa. Maanake Ibrahimu huyu amemzaa Isaka, Isaka Yakobo, Yakobo Lawi. Lawi huyo hapa Lawi. Tuko sawa? Lakini sasa kile kitendo cha Ibrahimu kufanya kumpa fungu la 10, huyu Lawi anakifanya kwa sababu Ibrahimu alipokutana na Melkizedeki, hawa walikuwa kwenye viuno, hawakuepo, walikuwa kwenye viuno. Sasa kile kitendo alichofanya huku, huyu anakifanya bila kujua nani alifanya hichi kitu anachofanya. Mwangalie mwenzako soni. Mwangalie mwenzako soni tena. Mwambie unafanya kitu ambacho. Twende sasa. Hapo kwenye 14 somesha soma. Alipombariki ili tusirudi. Twende kwenye kitabu cha Waebrania. Twende kwenye kitabu cha Waebrania sasa. Mlango wa 7. Naomba kamata hapa. Nawe kamata hapa. Nawe kamata hapa. Singamata mtu wa watu halafu. Waebrania 7, umefika? Mstari wa 2. Alafu aruke asome wa 9 na wa 10. Waebrania 7 mstari wa 2. Ambaye Abrahamu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salem, maana yake mfalme wa amani. Mstari wa 9 na wa 10. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Kwa sababu gani? Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Amen. Huyu amefanya jambo kwa Mungu ambalo limewafanya hawa walio kwenye viuno washiriki, na hili sasa linamshika mpaka huyu, kwa maana huyu anafanya jambo ambalo babu yake alilifanya. Kwa nini? Alikuwa kwenye viuno. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Nisikilize. Akutoa fungu la 10 huyu, ila aliyetoa ni huyu. Kwa hiyo kwa maneno mengine, fungu la 10 ni fungu la kiagano linalofanya vizazi vimche Mungu, ili kila kizazi cha kwako kiwe kinamcha Mungu. Wawe wanapenda hawapendi, wawe wanafanya hawafanyi, lakini wewe uandae kizazi chako kumcha Mungu. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Kwa hiyo kitu cha kwanza
Baraka ya kwanza ni kwamba unaandaa vizazi vyako kumcha Mungu pale ambapo umetambua Mungu alichofanya kwako ukaenda kwake. Ndio maana cha kwanza alichofanya Melkizedeki ni kumbariki Ibrahimu. Ile baraka imeshikilia mpaka huyu, na halikuwa wajazaliwa wala walikuwa hajatungwa mimba, ila walikuwa kwenye viuno. Mwangalie mwenzako sana, mwangalie mwenzako sana tena, mwambie umeandaje familia yako. Ukiona watu hawatoi, kuna fungu la 10 la nadhiri na kuna fungu la 10 la kawaida. La nadhiri usipotoa inakuwa dhambi kwako na unakosa baraka zake. Inakuwa dhambi kwako na unakosa baraka zake. Kama hujaweka nadhiri utakosa baraka za fungu la 10. Jamani, haleluya. Ndio maana Yakobo aliweka nadhiri. Na nikuambie vitu vichache. Ndio maana kwenye Malaki 3:10-12 anasema hivi: toeni sadaka, toeni zaka kamili. 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 Mwangalie mwenzako, mwambie unakuja kamili au umekuja kwenye, mwambie umekuja kamili au umekuja ili ajaze mwenyewe. Maana na vitu vingine unahitaji kujaza mwenyewe, uhitaji kujaziwa. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mwambie jambo la pili, unabarikiwa leo au unaenda bila Usimuumize, maana amekuja kwenye ibada yenye baraka. Nakwambia fungu la kwanza la 10 linaweka agano la vizazi kumcha Mungu. Lakini jambo la pili kwenye fungu la 10 baraka zake inaweka ulinzi juu ya kila kilichotolewa fungu la 10, maana ya kila kitu. Hebu sema kila kitu. Hebu sema kila kitu. Fungu la 10 alitolewaga eneo moja. Kila unachozalisha, kila kitu kinahitaji kuja kwa Bwana, kwa sababu vina baraka kutoka Mungu. Na wewe lazima utambue kwamba sio mimi, ni Mungu amefanya. Jamani, haleluya. Lakini jambo la tatu, fungu la 10 linamimina baraka kwenye kilichotolewa. Kazi ya malimbuko ni kitako cha baraka. Kazi ya fungu la 10 ni kumimina. Hebu sema kumimina. Hebu sema kumimina. Jambo lingine katika fungu la 10 ni kuhakikisha kila kinachofanyika kinafikia hitimisho. Haviachwa njiani. Kama ni mshahara, kama ni kazi, utafikia hitimisho. Jambo lingine kwenye fungu la 10, Mungu anakuwa mshirika kwenye kila kilichotolewa fungu la 10, na Mungu anasimama kama mshirika ambaye amekaribishwa, maana yake amemilikishwa kwenye eneo na kicho ambacho kinatolewa fungu la 10. Lakini jambo la mwisho katika hilo, Mungu anaachilia maono mapya kila wakati. Kila kunapotokea, unapotoa fungu la 10, anachanua maono, na kila kwenye cha 10 kilicho kwenye eneo lako ni kitakatifu kwa Mungu. Hebu sema ni kitakatifu kwa Bwana. Yaani ikishafika 10, Mungu anasema hii ni ya kwangu, ni takatifu. Kwa hiyo ikishakuwa takatifu, wewe ukila umekula cha Mungu ambacho alishakiweka wakfu kwa ajili yake. Mungu na akukue, Mungu na akusaidie, Mungu na akuwezeshe ufanye kama Mungu anavyotaka na si kama unavyotaka. Simama kwa miguu yako.